Karibu kwenye madhabahu ya Shining Star Heaven Embassy. Na leo tunalo darasa na fundisho ambalo linaenda kutusaidia katika masuala ya ndoto na maono. Na darasa la leo linasema ndoto 4 za mimba yako itatoka, itaharibika au inaweza kupotea. Lakini pia muda mwingine kupata ujauzito au kuwa na mtoto kwako ije kuwa ni changamoto. Ndoto hizi ukiziona ni vizuri kuchukua hatua mapema, kwa sababu ni taarifa ya rohoni, na taarifa ya rohoni ina maana ndo ya kwanza kabisa kabla ya kitu chochote kutokea mwilini, kama Ayubu 33 mstari wa 14 mpaka wa 30 inavyosema, Hesabu 12:6 mpaka 8, Habakuki 2:2 mpaka 3 inavyosema, kwa sababu ni ndoto, ni maono na ni taarifa halisi ya Roho Mtakatifu ambaye anakuonya, anakuongoza, anakushauri, lakini pia anakuelekeza. Ndoto ya kwanza, mimba inatolewa na watu usiowajua. Ukiona ndotoni unafanyiwa kitendo hicho, basi jua moja kwa moja kuna uwezekano wa roho chafu kuiba au kuharibu mimba yako, au kutoonekana au kutopata kwamba kuna vitu vinaiba rohoni. Anaweza kuwa ni mnyama anatoa au mwanadamu anatoa. Na kwenye ulimwengu wa roho mtu anaweza kuja kama mnyama, kwa sura ya mnyama. Hicho ni kitu ambacho kipo na kinaendelea, kwa sababu roho za kichawi zinaweza kubadilika kuwa viumbe tofauti tofauti au vitu tofauti tofauti. Lakini ndoto ya pili ni mimba inaharibika kwenye ulimwengu wa roho. Basi jua unahitaji kuwa makini. Lazima yawe ni matendo ya afya, lakini pia yanaweza kuwa ni matendo ya kiroho. Unaonywa juu ya jambo hilo. Unaweza kuwa unakula madawa ambayo ni kinyume kabisa na utunzaji wa mimba ndani ya tumbo, au muda mwingine wewe mwenyewe ni maisha ya kiroho, labda kuna maagano yanaendelea kwenye ulimwengu wa roho ya kifamilia au ya kimahusiano au ya mazingira ulipo ambayo huenda yanakufuatilia. Lakini 3 ni ndoto unavuja damu kwenye sehemu labda za siri na una mimba kimwili, au yawezekana kwenye ulimwengu wa roho naona hivyo, basi huenda litatokea tatizo litakaloweza kuletea madhara kwenye mfumo wako wa uzazi au mfumo wako wa kupata watoto. Lakini 4 na mwisho ni ndoto kitoto chako kichanga ambacho unakiona kwenye ulimwengu wa roho kinapotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Unashangaa ulikuwa na mimba kwenye ulimwengu wa roho, ghafla unaona tumbo limeyayuka, limepotea, hauna mimba tena kwenye ulimwengu wa roho. Kumbuka, mimba inaweza kuwa ni ishara ya baraka kutoka kwa Mungu, baraka ya mtoto au baraka ya mafanikio. Kwa hiyo ni lazima ujue, uelewe, utambue, ufahamu kwamba hizo ni taarifa ambazo ni Roho Mtakatifu anakutaarifu, unahitaji kuchukua hatua. Kumbuka, unaweza kututafuta kwa ajili ya kutafsiriwa ndoto yako, lakini pia kwa ajili ya kupata vitabu vya maelekezo juu ya ndoto, maelekezo mengi juu ya masuala ya kiroho, ya uchumi na ya mahusiano. Usiache kututafuta pia kwa ajili ya ushauri wa masuala ya mahusiano, masuala ya kiuchumi na kwenye masuala ya kiroho. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus' holy name. Thank you for watching.